Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, leo umenipa nafasi nyingine ya kuja nyumbani mwako kufanya ibada ya shukurani, ibada ya kukupa sifa, ibada ya kukupa utukufu, ibada ya kukuinua na kukuadhimisha. Baba, unijalie roho ya usikivu na moyo wa upole na moyo mwema, maana umesema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Maana huwezi kuwa na moyo mbaya ukamuona Mungu. Baba, ninaomba unipe moyo safi sasa, nisikie na niweze kutenda sawa sawa na nilivyojifunza. Roho Mtakatifu, ninaomba uliatamie kusanyiko hili, na utukufu wako ukaliatamie, na uwepo wako ukajihudhurishe mahali hapa. Roho za giza, mamlaka za giza ambazo zinasababisha mtu kuchoka na kutokuelewa, zishindwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa na mafundisho kuhusu akili, lakini leo nataka nikufundishe kitu fulani kinaitwa insight au ufahamu. Ufahamu unaendana na vision au maono. Vision au maono au ufahamu. Kuna neno linaitwa ufahamu, nguvu ya uelewa, nguvu ya ufahamu, nguvu ya uelewa, nguvu ya ujuzi, nguvu ya maarifa na nguvu ya hekima. Vitu hivi vitano kila muamini au Mkristo anatakiwa kuwa navyo. Kama tulivyojifunza juu ya nguvu ya akili, lakini leo tunahitaji tujifunze juu ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anaitwa Martin Luther King. Nilikuwa nasoma article fulani, akasema hivi: kama kuna mtu ambaye hana ufahamu juu ya kitu chochote, ni sawasawa na mtu aliyekufa. Kwa hiyo tuna watu wengi waliokufa kwa sababu hawana ufahamu juu ya kitu chochote wanachokifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 130 nitakusomea kidogo, alafu baadaye nikupeleke kwenye lengo. Kufafanusha maneno yako kwetu, narudia, kufafanusha maneno yako kwa tia nuru na kumfahamisha mjinga. Tia nuru. Ufahamu ni sawasawa na nuru iliyoingia ndani ya moyo wa mtu, kwa sababu ana nguvu ya uelewa, anajua kupambanua. Ukienda kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 7, anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hapa tungechukua skana kumwangalia mtu jinsi anavyowaza ndani, jinsi anavyoona ndani, ndivyo atakavyokuwa na nje. Bwana Yesu asifiwe. Twende Mithali 21. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze 21, tuanze mstari wa 11. Mwenye mzaa adhibiwapo, mjinga upate hekima, na mwenye hekima afundishwapo upokea maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13. Azuiaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia
lakini hatasikiwa. Kipawa cha siri hutuliza hasira, na rushwa bindoni hutuliza ghadhabu. Ni furaha yao wenye haki kutenda hukumu, lakini ni uharibifu kwao watendao maovu. Mtu aikosaye njia ya busara atakaa katika mkutano wao waliokufa. Hapa ndipo Martin Luther King alitafsiri kwamba mtu ambaye haoni fahamu ni sawasawa na mtu aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu anza kujikagua, wewe umekufa au wewe ni mzima? Mwambie jirani yako, umekufa au wewe ni mzima? Anasema ni mzima au amekufa? Twende Zaburi 29. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule ashikae sheria. Nimezungumzia mambo mawili, maono na ufahamu. Na vyote hivi vinategemea nguvu ya uelewa. Mtu tunaposema ana ufahamu juu ya kitu fulani, ina maana kwamba anaweza kutatua matatizo yake mwenyewe bila kutatuliwa mwenyewe matatizo yake. Wengi hapa tumekwama kwa sababu ya nguvu ya uelewa au kukosa nguvu ya ufahamu. Kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukakabiliana navyo na tukavishinda. Tunaweza tukaanzisha vitu vikafanikiwa kwa sababu tuna nguvu ya uelewa, kwa sababu tuna ufahamu. Ule ufahamu ndio unaokupa ujuzi wa jinsi ya kufanya au kutengeneza kitu. Maono ni kitu ambacho kiko ndani ya mtu na kinaanzia ndani ya mtu, ndani yake. Na shetani hupambana na maono yaliyoko ndani ya mtu, kwa sababu hata Mungu anategemea kuona mtu anaonaje ndani yake. Shetani naye anaangalia jinsi atakavyoweza kumpofusha huyu mtu, kwa sababu haoni. Na akisha tia giza maono yake, na akisha tia giza ufahamu wake, ina maana hata kuwa na kitu chochote atakachoweza kukifanya duniani. Nataka kuanzia leo uanze kuona na upate ufahamu wa jinsi ya kuona na kutafsiri vitu. Leo tunatafsirije maisha? Maisha yetu yana faida gani? Yana thamani gani kesho? Tunawezaje kutengeneza kizazi kingine ambacho kitakuwa na faida kesho? Tunawezaje kuwekeza vitu ambavyo vitakuja kuleta faida kesho? Tunatengeneza kesho yetu. Ndio maana ya kuwa na maono. Biblia inasema pasipo maono watu watashindwa kujizuia. Ukisoma Zaburi pale anasema mtu anayependa anasa atakufa maskini. Ukiona mtu anakunywa pombe sana, mwisho wake atatepetea awe maskini, na hatimaye ataanza kulala barabarani kwa sababu hana vision. Leo tuna wanafunzi ambao hawasomi shuleni, unawakuta mtaani wanakula misuba, wanahangaika na vitu ambavyo haviwahusu, wanaangalia na kwenda kucheza matombola, si kucheza na nini haya ya Kichina, baada ya kushughulika na masomo, kwa sababu huyu mtoto hana ufahamu wa kile anachokijifunza. Leo uwe na ufahamu, leo uanze kuwa na maono. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 anasema, na wana wenu watatabiri, vijana na mabinti wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Lakini nataka niwaambie, leo wazee wengi wanaona maono kuliko vijana ambao hawatabiri wala hawaoni maono, wanaota ndoto.
Na utaona vijana wengi hawajui hata cha kufanya. Na ndio maana tumepata tatizo, tuna kizazi cha Gen Z ambacho kiko tayari kuharibu kila kitu, alafu kisalie mtaani kikidai haki. Ukishaharibu kila kitu utasimamia nini? Ukishaichoma nchi utasimama wapi? Kesho ukichoma benki au ukachoma hospitali, nini ambacho utapata? Leo tunakosa hata mahala pa kupata huduma. Kwa sababu gani? Hatuna ufahamu. Niliwaambia vijana fulani, nikamwambia ni kweli mnataka haki, lakini lazima na agenda. Lazima muwe na nini? Agenda. Mwambie jirani yako una agenda. Agenda ya leo lazima upate ufahamu wa kitu gani unachokitaka. Kama hujui unachokitaka utaharibu maisha yako, na watu wengi wameharibu maisha yao. Hata wazazi wetu wengi waliharibu maisha yao. Walipozeeka wakaanza kulaumu watoto wao. Na wewe usipotengeneza maisha ya uzeeni bado ni mdogo, ina maana utakuja kuwa msumbufu na utaanza kuwalaani watoto wako kwa sababu hakuna kitu ulichokifanya. Mwangalie jirani yako, wewe una maono, una maono. Njoo wewe mama, njoo. Come here. Hizi nywele zina maana gani? Nakuuliza zina maana gani hizi? Mume wako yupo leo? Hajaja? Mtamwambia aache kukupa hela ya kusuka nywele. Kama una maono utashindwa kujizuia. Pesa hiyo unayoitumia kwa ajili ya kujiremba, ungetengeneza vitu ambavyo vingekusaidia kesho. Una mtoto anahitaji kusoma kesho. Una wazazi wanahitajika uwasaidie kesho. Ndio maana ya kuwa na vision. Unafahamu juu ya maisha, nataka ufahamu juu ya maisha. Na ujue thamani ya maisha inahitaji thamani ya ufahamu wako. Ukiongeza elimu juu ya ufahamu, ina maana kwamba maisha hayatakuja kukukabiri wewe au hayatakuja kukushinda wewe alafu uwe mzigo kwa ajili ya watu wengine. Utakiwa uwe mtu anayetatua matatizo ya watu, sio mtu anayetengeneza matatizo. Na leo tuna watu wengi ambao wanatengeneza matatizo. Viongozi wanatengeneza matatizo, wanasiasa wanatengeneza matatizo, alafu wanawasukumia ninyi kwamba ninyi ndio mnatengeneza matatizo. Kwa sababu no vision. Kwa lugha ya Kiingereza anasema without vision people perish. Nini maana yake? Kupotea. Kupotea direction, kupotea mwelekeo, kupoteza mtazamo, kupoteza uelekeo. Kwa sababu ndani ya nafsi ya mtu, moyoni mwa mtu, ndiko kunakotiwa giza na kuharibu ule mwelekeo wake. Ndipo mtu anapoanza kupotea. Watu wengi wamepotea makanisani, na ukiwauliza wako wapi, wanasema sisi kwa kweli tumechoka kusali kwa sababu hatuoni kitu. Tayari mioyo yao imeshatiwa nini? Giza. Na likisha wekwa giza ndani yako, mtu huyo tayari amekufa, tayari amekufa. Na tuna watu wengi waliokufa, lakini wanavaa nguo, wanavaa magauni, wanavaa viatu, wanapaka lipstick, lakini hawa ni watu waliokwisha potea. Wameshindwa kujizuia kushika elimu ya Mungu. Biblia inasema mshike sana elimu, usimwachie. Elimu ni Mungu, ni ufahamu. Hamjanielewa mimi ninachofundisha. Ukiwa na ujuzi, ina maana kwamba unauelewa. Na ukiwa na uelewa, maana yake utakuwa na maarifa juu ya kile unachokifanya. Kwa hiyo utahesabika kwamba wewe una ufahamu. Na mtu mwenye ufahamu ana maono. Na hayo maono yatamwezesha kuona vitu vya kesho, vitu vya miaka 10 ijayo. Anakuwa na direction, anaona. Moyo wake uko wazi, umetiwa nuru, anakuwa anaona. Kuna watu hapa hajui kesho inatakikana afanye nini. Anaishi anavyoishi, anafanya anavyofanya, hana mipango, hana malengo, hana maono, anaishi kama anavyoishi. Usiwe mchumia tumbo. Tuna watu ambao ni wachumia tumbo, kazi yao ni kula tu, lakini hawajui kesho.
Bwana Yesu asifiwe. Kama una mipango, maana yake una maono. Kama una vision, ina maana kwamba wewe ni mtu uliyekufa. Muulize jirani, wewe umekufa au unaona? Turudi kwenye Zaburi Mithali 21:23 mstari wa 7. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tengeneza sasa picha yako ya miaka 10 ijayo. Tengeneza picha yako ya miaka 20 ijayo. Utakuwa unafananaje wakati mzee wewe? Hata wewe mtoto, anza kufikiria ukija kufika umri wa mwemezi, utakuwa unalingana na mwemezi, unafanana na mwemezi, au utakuwa umezeeka? Wanazeeka kwa sababu ndani ya mioyo yao kumekwisha pofushwa. Upofu ndio unaofanya mtu aanze kuchoka, aanze kuzeeka. Unazeeka kwa sababu huna vision, huoni kitu, na ndani yako kumetiwa giza. Leo pata ufahamu, nuru ingie ndani yako, uanze kuona vitu vizuri. Anza kuona maisha yajayo. Jitengenezee maisha yajayo. Jitengenezee baraka za miaka ijayo. Jitengenezee kwa ajili ya watoto wako miaka ijayo. Anza kutengeneza familia yako. Hujaolewa, hujaoa, anza kutengeneza familia yako ya miaka 3 ijayo, ya miaka 4 ijayo, ya miaka 10 ijayo. Anza kuona mke mwema utakaye kuwa naye katika kipindi hicho cha mahusiano yako. Halo. Leo kama ulikosea ukapuyanga maisha yako, anza kutengeneza leo. Anza kuwa na ufahamu juu ya maisha yako. Anza kuwa na ufahamu juu ya kesho yako. Anza kufahamu juu ya mume wako. Jifunze kuhusu mume, jifunze kuhusu mke, jifunze kuhusu maisha, jifunze kuhusu biashara, jifunze kuhusu kumiliki, jifunze kuhusu uwekezaji, jifunze jinsi ya kutumia mali, jifunze jinsi ya kupata mali, jifunze jinsi ya kuhudumia watu. Jifunze. Kujifunza ndio ufahamu wenyewe. Ukijifunza kitu, maana yake unauelewa nacho, na ukiwa na uelewa nacho, maana yake utapata ujuzi wa jinsi ya kukitengeneza kiwe imara zaidi. Watu wengi hawataki kujifunza. Walokole wengi wanapenda kuombewa tu. Kuombewa ni sawa. Hata mimi niliombewa. Lakini baada ya kuombewa, nini kinafuata? Sababu hautakaa na muombezi kila siku. Kwa sababu hauishi na mchungaji wako. Unapokuwa peke yako, unawezaje kukabiliana na changamoto zozote kwenye maisha yako wakati mchungaji? Haya, mimi ni mwalimu wako na kufundisha. Baada ya kutoka hapa, kuna wanafunzi hapa hawasikilizi redio. Nashukuru binti yangu huyu, baada ya kuachwa ndiye alipata nafasi ya kusikiliza redio. Kumbe changamoto zinakufanya utafute suluhisho. Kama hujapata changamoto, huwezi kutafuta suluhisho, na huwezi kujua thamani ya mwemezi kuja Kahama. Utaipata baada ya kukutana na changamoto. Halo. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa hapa? Au mimi nawachanganya? Maana sisi maprofesa tunafundishaga tu. Tunataka uwe na uwezo wa kuelewa, unielewe. Anza kujifunza kitu unachotaka kufanya. Uwezi kukifanya kama hauna uelewa nacho, hauna ufahamu nacho. Tunashukuru sana Wachina wametutengenezea bodaboda. Halo. Sisi zinatuleta kazini, zinatupeleka nyumbani, zinatupeleka kazini na nini na kanisani na kadhalika. Hivi wewe unayepanda pikipiki, uliwahi kujifunza maana ya pikipiki? Au unapandaga tu? Wote hapa si unapanda. Boda. Unadandia. Unajua madhara ya kupanda bodaboda? Unajua? Unajua? Hujui. Sasa ufahamu utaupataje?
kwamba kama bodaboda inataka kuingia kwenye mtaro nifanyeje? Unaruka au unashikilia kiti? Wengi watu tunaruka. Ukiruka utakuwa wa kwanza kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bodaboda ni nzuri, lakini ikipata madhara, unawezaje kuokoka kwenye hatari inayotokana na ajali ya bodaboda? Unaruka. Hata gari ikianza kuingia kwenye mushkeli, hutakiwi kuruka, kwa sababu unaweza ukaitangulia ikakukanyaga. Inabidi ubaki mle mle, na ndio maana kuna wanaita self belt, mkanda wa kinga wa usalama, self belt. Kwa hiyo unaifunga ule mkanda ili gari ikibinduka ubaki pale pale bila kutoka nje, kwa sababu unaweza ukaangukia jiwe au kaangukia chuma ukafa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho tunataka kukifanya lazima tuanze kujifunza. Huwezi ukaingia kwenye ndoa bila kujifunza maana ya mume au maana ya mke. Ujifunze tabia ya mke au tabia ya mwanamke au tabia ya mwanaume. Ukishajifunza ukaelewa na ukajua maana ya ndoa, utaingia mzima, kwa sababu una ujuzi, una maarifa, una hekima ya Mungu amekupa, amekufundisha. Ndio maana ya insight, nuru inapoangaza ndani yako. Yesu anasema na nuru yenu na iangaze. Na Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu na nuru yenu iangaze. Maana yake tuna ufahamu juu ya maisha yanayohusiana na Ukristo au maisha ya wokovu. Tunapookoka tukazaliwa mara ya pili, huwa tunajifunza mafundisho ya awali. Yale mafundisho ya awali yanatujenga au kutujengea misingi ya kuimarika zaidi katika zile changamoto tutakazokutana nazo pindi tunapookoka. Pengine wakati ule kabla hujaokoka ulikuwa na maisha fulani, lakini unapookoka kuna vitu vingine unabidi uviache. Kuna watu unatakiwa waache, kuna kazi zingine unatakiwa uziache. Kama ulikuwa bahamedi, huwezi kuendelea kuwa bahamedi. Kama ulikuwa malaya unajiuza barabara, huwezi kuendelea kujiuza, kwa sababu pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Kwa hiyo unapookoka unaingiziwa maono, unaanza kuona maisha ya mbinguni, unaanza kuona maisha ya uzima wa milele. Kwa hiyo unaanza kuishi sawasawa na kanuni za kimbingu zinazotawala maisha yako. Wewe utatembea tena kama kahaba, utatembea kama mwizi, utatembea kama mlevi, utatembea kama mtu anayejiuza, utatembea kama mwana wa Mungu. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita yamekuwa mapya. Yanapokuwa mapya, maana yake wewe ndani yako kuna insight, kuna ufahamu. Unajua kabisa madhara ya kujibarani, madhara ya ulevi, madhara ya wizi. Halo. Haya, tuache sasa, muendelee. Mithali sura ya 1 inasema hivi. Sijui kama huwa mnanielewa, maana kama naongea haraka tu. Najua ninyi Roho wa Mungu atawasaidia kuelewa. Mithali ya Suleimani mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Mithali sura ya 1. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na adili. 4. Kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Bwana Yesu asifiwe.
Tumesoma ile mithali na nasema hivi. Ngoja nirudi hapa nikuunganishe na ile. Mtu aikosaye njia ya busara atakaa katika mkutano wao waliokufa. Rudia pale kwenye Mithali sura ya 1 na ingia Mithali 21 mstari huo tuliosoma. Usikose njia au usikosee njia. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba pasipo njia ya mimi. Yesu anatuonyesha njia ya kweli. Njia ya kweli ni kuwa na ufahamu juu ya huyu Yesu. Wakatoliki na washukuru sana, mimi walinifundisha kuandika na kusoma. Cha pili, walinifundisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema. Kwa hiyo nikapata hatua ya kwanza ya kupapasa katika kutafuta Mungu. Lakini sikuishia kwa jina la Baba na Mwana. Sikuishia Salamu Maria. Sikuishia kushika msalaba na kuubusu. Nilibidi nipige hatua zaidi, kwenda mbali zaidi, kumjua Mungu zaidi. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu zaidi na zaidi. Hebu jaribu kuchimba zaidi. Jifunze juu ya huyu Yesu. Sema jamani, huyu Yesu, kama sio Yesu mimi nisingekuwepo leo. Jifunze kuhusu Yesu. Jifunze kuhusu neno la Mungu, wazo la Mungu la kuja kukomboa ulimwengu wako. Jifunze zaidi ili ujue kwa nini Mungu alikuwa na plan B. Hakutuacha tuteketee, hakutuacha tuangamie. Alisema nitatengeneza plan B. Jua Mungu ana maarifa zaidi. Akili zake hazichunguziki na ahadi zake zimehakikishwa, na neno lake ni kamilifu. Kwa kuwa amelituma neno lake, ni wazo lake la kukukomboa wewe, la kukuonyesha vitu vizuri, kukuonyesha mema kwa ajili ya maisha yako. Mungu hakuishia hapo. Akatufanya tena sisi wanafunzi. Biblia inasema kitabu cha Efeso 4:11 anasema alitoa wengine kuwa mitume, sema mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. 5 folds. Unaona vidole vitano. Mitume, manabii, unaona kirefu? Unakiona hiki kirefu? Huu ndio uinjilisti, kwa sababu utaenda ulimwengu kote. Alafu mwalimu unakiona, tunavalishaga pete. Haka kadogo ndio mwalimu. Tunakachokonolea nini? Pua. Sasa ngoja nikwambie. Kusudi la kuwakamilisha watakatifu ili wawe wakamilifu, wameelimika, wameelevuka. Tunataka watu wenye ufahamu, walioelevuka, wanaojua kwa nini wako hapa. Nirudie kusema, Katonda amesema hivi. Yaani nani anayetaka kuwa tajiri leo? Nimeona mikono, wengine imemwagika, wengine ukimuuliza nini maana ya utajiri, hajui. Yeye anataka kuwa tajiri kwa sababu amesikia. Nimesema ukitaka kujua na kufanya jambo fulani lazima ujifunze hilo. Wangapi wanachukua muda wa kusoma? Hapa nikikuuliza jana ulistudy nini kuhusu maisha yako? Jana ulistudy nini kuhusu kazi yako? Jana ulistudy nini kuhusu neno la Mungu? Nauliza, fedha ziko wapi? Ndani. Wapi? Wapi? Mna mashaka, muelewi ninachoongea. Fedha unazo, mafanikio unayo, elimu iko ndani, maarifa unayo, ujuzi unao, kazi unayo, mume unaye, watoto unao, mke unaye. Utaona watu wanakuja kuombewa apate mume. Hello, ngoja niwaambie hivi. Mungu alivyoniumba mimi,
Mungu alivyokuumba wewe, kila kitu amekiweka ndani. Sema kila kitu ninacho, isipokuwa nimekosa ufahamu wa wapi kilipo. Kumbe kipo ndani. Wakati tunajifunza somo la uinjilisti zamani, anasema hivi, kuna wengine wanadhani wanaye, kumbe hawanaye. Kuna wengine wanadhani hawanaye, kumbe wanaye. Wewe unaweza ukadhani huna, lakini unaye. Lakini unavyo, lakini unazo. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa bila akili. Kila mmoja Mungu amemwekea akili, ila nguvu namna gani ya kuitumia hiyo akili ndio kazi. Paka nuru ya ufahamu ingie ndani ya moyo wake, ili aweze kugundua kwamba yeye anavyo. Kuna watu wana vipawa hapa, lakini shetani amewajaza hofu namna ya kuvitumia. Kuna watu wanajua kupiga vyombo huko ndani, lakini hawako tayari kuja kupiga vyombo. Wanavyo, lakini hawataki kuvitumia kwa sababu wameishiwa maono, na pia hawaoni, na wanafikiri wakija kufanya watapata nini. Ngoja nikwambie, ukitaka kufanikiwa kwenye maisha yako, usifanye kitu ili upate kitu. Fanya kwa sababu ya Mungu aliyekuweka duniani. Usifanye kwa sababu unapata wewe. Fanya kwa kuwanufaisha watu. Ngoja nikwambie, unaona wale watoto wamekuja, wako kule juu, wameacha kanisa, wameenda wapi? Juu, kwa sababu haya hayalingani na uwezo wao. Wao wameenda shuleni kusoma pre-form 1. Wameenda shuleni kujifunza driving school, wengine ufundi wa kuchomelea. Kwa hiyo haya mambo ya Mungu hayawahusu. Nataka nikuambie, unaweza ukakaa chuoni na ukatoka hivyo hivyo, na ukasoma chuo hicho na ukarudi nyumbani ukakaa huna kitu, kwa sababu ukutaka kujifunza. Ukipenda kufundishwa, tayari umepata maarifa na ufahamu unakuja, na utaelewa kwamba maisha yangu yana thamani. Niliwaambia hivi, fedha kila mtu anazo, ila namna gani ya kuzitoa humo ndani zije nje. Na mimi nikitaka kukuhamasisha utoe pesa, ni lazima mimi nionekane ni fedha. Hello. Thamani yangu ikipanda, maana yake nimepanda viwango vya fedha au vya kiuchumi. Nimepanda viwango vya uelewa, viwango vya ufahamu. Nitakufanya na wewe upate ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama mimi nitakuwa na ubiri mijusi, pokea, nitauza maji ya upako, unafanana navyo, unafanana hizo sanamu unazoziabudu. Lakini mimi nakufundisha injili iliyo hai ya kukufanya ubadilike, uchange your mindset, uanze kuona kesho yako itakuwaje. Leo chezea maisha. Chezea nini? Chezea maisha yako. Mwanafunzi achezee muda wako. Baada ya kwenda shule akasoma na akafanya revision ya vile ambavyo amejifunza, ili akifika siku ya mtihani aweze kutoboa. Unacheza na wakati. Kuna wimbo walikuwa wanasema usicheze wakati ndugu yangu we. Na ukumbuka Ukichezea wakati wako, wasema ujana ni maji ya moto. Finally, sijasema mimi, umesema we. Tukiita watu hapa ambao wana umri mkubwa leo, mwenye miaka 60, 70, asimame hapa. Umuulize, wewe ujana ulifanyaje? Atakwambia, yani mimi nilikimbia shule, wanaita kukimbia umande. Nilikuwa nachukia somo la hesabu. Nilikuwa nachukia walimu wanaofundisha Kiingereza na sayansi. Alafu nilichelewa kuoa. Baba alikuwa ananilazimisha nioe, lakini nilikuwa sina mahali ya kulipa. Hakuwa na ufahamu juu ya maisha. Hakuwa na ufahamu juu ya kazi. Kesho unaitengenezaje? Anza kuandaa kesho yako leo. Pata ufahamu. Nuru ingie ndani yako, ufahamu kile unachotakiwa kukiishi kesho. Bwana Yesu asifiwe.
Mimi hata mkininunia, yani mimi nishamaliza. Mimi nitakuambia kuntu, sifichagi. Kama umekosea nitakunyosha. Yesu aliranda mbao. Sio kwamba alikuwa anaranda mbao ili apate pesa tu. Alikuwa ananyosha maisha ya watu wakati ameshikilia ya randa. Na mimi nakunyoosha ili unyoke kama randa. Hatutaki watu maskini humu. Biblia inasema hekima ya maskini haisikilizwi. Ukisha kuwa maskini utatawaliwa mpaka na viura. Utatawaliwa na panya, utatawaliwa na kunguni. Nakumbuka kazi niliyofanya kipindi fulani. Nilianza kuombea kunguni na panya nyumbani. Nilipambana nao mpaka mkawa watu wazuri. Leo hamuishi na panya, leo hamuishi na manyoka. Tulishatoka kwenye ulimwengu wa giza, tulishatolewa, tulishahamishwa, tulishatoka. Sema nimetoka. Wewe ukasema panya si wanaishi na watu. Panya anaishi na mtu. Nyoka sinao ni viumbe. Hapana. Ukielewa maana ya nyoka au wadudu nao waona, ni roho kamili ambazo zinakuja kudhoofisha uchumi wako, kudhoofisha maisha yako. Kila kitu kibaya kinachokuja kwenye maisha yako ni lazima ujifunze kwa nini kimekuja. Kuna watu wengine ukiishi nao, wadudu watahamia nyumbani kwako. Vitu vibaya vitahamia nyumbani kwako. Panya watahamia nyumbani kwako. Roho ya umaskini itakuja nyumbani kwako. Inategemea mtu yule ametoka ulimwengu gani. Maana kuna viumbe na kuna watu. Usiishi na kiumbe, ishi na mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, amekuwa kiumbe kipya. Na unawezaje kumpata mtu wa namna ile? Anza kumuomba Mungu akukutanishe na watu, sio viumbe. Ukikutanishwa na watu au mtu, ina maana maisha yako yatakuwa yamesogezwa mbele, umepata mtu wa kukusaidia. Halo. Sisi wa baba tunaangalia mwanamke gani anayeweza kunisogeza hatua moja au kwenda hatua ya pili. Na unaweza ukapata mwanamke mwingine kichomi. Kazi yake ni kukunyonya. Anakuswindo. Yaani wewe kazi yako ni kuwa kama garasa. Na ukirudi nyumbani ni makelele kwa kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hujamuuliza Mungu, hujamshirikisha Mungu kwa sababu una ufahamu na maisha ya mtu. Jifunze vitu. Jifunze upate maarifa. Jifunze nuru ya Kristo ikiingia ndani yako. Nuru ya Kristo ikikuangazia mpendo, hautabaki hivyo. Utajua namna ya kuwekeza. Utajua wapi pa kuwekeza. Utajua niwekeze nini na fedha nitazipataje. Fedha ziko ndani yako. Halo. Sisi tulijifunza hivi. Ukiwa unaenda kutafuta tenda au kazi, ni lazima uwe umejikamilisha. Umevaa vizuri, nadhifu. Halo. Pili, uwahi mahali pale unapokwenda kutafuta kazi au kutafuta tenda. Tatu, lazima uwe na lugha nzuri inayoweza kumconvince yule mtu anayekwenda kumuomba kazi. 4, ukiwa na chombo cha moto au wazime gari la mtu, upaki mlangoni pa ofisi. Huyu mtu atakuona wa thamani kwa sababu ameona viwango vyake na vya kwako vinalingana. Hayo umeenda pale umeshuka na baisikeli. Halo. Ufike pale ushuke na nini? Bosi anasema hapana, huyu maskini atakuja kuniibia tu. Ni kweli sio kweli? Kwa mfano wewe, mtu amesema mimi ni bosi. Sasa hivi mimi si dokta. Alafu sasa mimi naenda kwenye ofisi ya mtu na tukutuku. Nashuka kwenye kabajaji tena. Alafu nimevaa yebo. Anasema huyu alikosea, huyu daktari haumhusu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika kwenye ofisi ya mtu, ni lazima uwe umekamilika kwenye viwango fulani ambavyo vinafanana na kile unachokitaka. Kama una mess hapo,
Yaani utarudi mikono mitupu. Huwa wanakujaga hapa, nimefanya interview mara fulani, nikafanya interview za ulikuwa bado. Sasa nenda kafanye 1, 2, 3, 4. Utaona siku 2 katoboa. Kafuata kanuni za kupata kila anachokitaka. Maana viko ndani. Unadhifu wa mtu uko ndani. Afya ya mtu iko ndani. Mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaelewa ninachokiongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Ngoja niulize mtu hapa. Wewe unaona nini kesho? Sio leo. Unaonaje lini kesho? Wewe mwanafunzi unaonaje kesho yako? Kutoroka darasani? Kuiba maembe ya watu? Mara mimi nawaonaga tu. Unakuta wanapopoa muembe, mawe yamejaa chini, anapopoa maembe. Wengine hawaendi shule, wanazungukaga tu. Siku moja mimi nilishangaa. Nilisahau nini nyumbani. Nikarudi nyumbani, ninawaona wanafunzi, sio walikuwa kishimba. Kule chini walikuwa 3. Wamezunguka. Nilitokea njia ile pale muda wa saa 12 toka ile asubuhi, ninawaona wanakatisha hapo kanjia kale pale wanapandisha. Sasa nikawa najiuliza, hawa ni wanafunzi au mapepo? Nikasema labda nimekosea. Ndio wenyewe au sio wenyewe? Hawajui kuitwa mwanafunzi maana yake nini. Ukiitwa mwanafunzi utapenda kujifunza kila ambacho kitakusaidia kesho kuongeza thamani yako ya maisha yako. Mwanafunzi anapenda ajifunze zaidi, akue, aongeze ufahamu zaidi ili aongeze viwango vya thamani yake. Kama unachezea maisha leo, kama unachezea fedha, Biblia imetuambia apendaye anasa atakufa maskini. Na wale ambao wanaikosa njia watakuwa kama waliokufa kwenye mkutano wao waliokufa. Usikae kwenye mkutano wa waliokufa kwa sababu umeikosa njia. Leo ipate njia, anza kuona maono. Usipokuwa na maono utatawaliwa mpaka na vyura. Nilipoingia nyumba ile pale ambayo ilikuwa studio, mimi cha ajabu nilikuta vyura mle ndani. Kitu cha kwanza, ndani kuna vyura. Sasa nikaa nauliza, vyura walikuwa naingiaje humu? Nje kuna mbigiri. Mbigiri nyingi kwenye uwanja ule. 3 kuna viroboto. Ndani kuna vyura, nje kuna mbigiri, 3 kuna viroboto. Kwa hiyo tukapambana kuhamisha mbigiri kwanza. 3 kuhakikisha viroboto wanakufa. 4 tukahakikisha vyura hawaingii ndani. Kuna nyumba nilienda kuiangalia juzi. Ukitoka kanisa Katoliki kwa chini tu, ina uwanja mzuri, wameweka na pavement nje. Ina madirisha vioo. Ndani minyoo iliyokufa ndani. Nikaa najiuliza, hii minyoo ilikuwa inatoka wapi? Hello. Kwa ukiona mazingira fulani, ni roho ambazo zinatawala mazingira hayo. Na watu waliokuwa wanaishi humo walikuwa na roho za aina fulani, wameondoka na minyoo imefanyaje? Imekufa. Je, wewe ni kitu gani ambacho kimekamata maisha yako? Ni roho gani iliyokamata maisha yako? Kuna wengine wanapenda usingizi sana mpaka waamshwe.